Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mkoa wetu wa Ruvuma ni moja ya mikoa iliyoko nyanda za juu kusini, ambayo wilaya yetu ya Mbinga ipo. Na mikoa hii ya nyanda za juu kusini ikiwemo na wilaya yetu ya Mbinga ni kapu la chakula la taifa. Kuna uzalishaji mkubwa wa mazao ya chakula, mahindi, lakini na mazao mengine ya kibiashara. Kama hapa Mbinga tunalima kahawa na mazao mengine. Kwa hali ya hewa na rutuba iliyoko kwenye wilaya yetu, mazao mengi ya kibiashara na ya chakula yanastawi. Sasa nichukue nafasi hii kwa kweli kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo serikali imeendelea kutuletea fedha katika wilaya yetu kupitia mamlaka wakala wa barabara vijijini TARURA kwa ajili ya shughuli ya uendelezaji wa miundombinu ya barabara katika wilaya yetu. Kama tunavyoona, terrain ya wilaya yetu ni mabonde na milima. Kwa hiyo kama kusingekuwa na uwekezaji unaofanyika na serikali kwenye sekta ya barabara, hata hii mchango wetu kwenye kapu la chakula, uzalishaji wa mazao haya, ingekuwa ni tabu kidogo katika kuyafikisha katika maeneo yanayohusika. Kwa hiyo nishukuru sana serikali kwa jinsi ambavyo naleta fedha kwa ajili ya maendelezo ya barabara. Kwa mfano mwaka huu wa fedha sisi kwenye wilaya yetu tumepata fedha jumla katika majimbo yetu yote mawili, halmashauri zetu mbili, Mbinga DC na Mbinga mjini. Tumepata jumla ya fedha shilingi bilioni 5.2 ambazo zinatumika katika maendelezo ya miundombinu ya barabara. Tayari kuna mradi mkubwa ambao pia unatekelezwa ambao utaongeza pia uwezo wa watu kusafirisha mazao na kufanya biashara. Barabara ambayo inajengwa kwa kiwango cha lami cha Utiri Mahande, ambayo una gharama ya jumla shilingi bilioni 16.2. Kwa hiyo zote hizi ni fedha ambazo zinakuja katika wilaya yetu kwa ajili ya uendelezaji wa miradi ya barabara, na kwa kweli na mchango mkubwa katika shughuli za kiuchumi za wananchi wetu. Niendelee tu kuwaomba kupitia mamlaka TARURA kwamba barabara hizi tunazozijenga, naelewa barabara yetu hii ya Utiri Mahande itawekwa taa za barabarani, lakini pia hata kwenye barabara tulizonazo hapa mjini zinazosimamiwa na TARURA, pengine ingependeza tukiongeza kiwango cha kuweka taa ili kuendelea kupendezesha mji. Najua tayari mpango huo umeanza, kuna baadhi ya maeneo tumeshaweka taa, lakini kama tutaendelea kuweka kwa maeneo mengine itasaidia katika kupendezesha mji na kuleta mazingira mazuri. Aidha nichukue fursa hii kuwaomba sana wananchi wetu kwa ujumla kuendelea kutunza hii miradi, miundombinu hii ambayo inatekelezwa katika wilaya yetu ili isaidie na vizazi vijavyo. Tushirikiana kwa pamoja katika kutunza mazingira, kutunza hizi barabara ili zidumu kwa muda mrefu, kwa sababu ni uwekezaji mkubwa unaofanyika katika maeneo hayo. Kwa hiyo tukizitunza zitasaidia kwa muda mrefu na vizazi vingine vijavyo kwa shughuli zao za maendeleo. Lakini mwisho, labda kama tunavyofahamu, nichukue tu fursa hii pia kuwaomba sana wananchi wetu wa wilaya ya Mbinga kujitokeza kwa wingi sana siku ya tarehe 29 kwa ajili ya kupiga kura. Manake hiyo ni haki ya kila mtu ya kikatiba kushiriki katika shughuli za uchaguzi, na niwahakikishie kabisa kwamba kama serikali tumejipanga vizuri kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha wa kumwezesha kila mtu kupata na kutumia haki yake ya kupiga kura. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.